Surat Luqman imeteremka Makka. Imeanza sura hii tukufu kwa kueleza habari za hichi kitabu na uongofu na rehma ziliyomo ndani yake. Na wamesifiwa watu wema kwa kuwa wana utiifu kwa Mwenyezi Mungu na wanaiamini akhira na watapata mafanikio. Na kinyume cha hayo yametajwa ya waliopotea wenye kiburi. Na wamebashiriwa waumini kuwa watapata malipo mazuri katika makazi ya peponi. Na macho yanatakiwa yaangalie ishara za ulimwengu zinazoonyesha uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu na upekee wake. Na sura hii inawakabili makafiri kwa kuwaambia kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu wanayemwekea washirika ameumba asichokiweza yeyote asiyekuwa yeye kukiumba. Tena sura ikaingia katika kutaja wasia wa Luqman kumuhusia mwanawe, mausio yaliyochanganyika na mausio ya mtu na wazazi wake. Na ikaeleza mambo aliyoyatiisha Mwenyezi Mungu kwa faida ya wanadamu na neema zinazoonekana na zisioonekana alizomjazia mwanadamu. Na ikaeleza habari za wanaojadili mambo yaliyomhusu Mwenyezi Mungu bila ya ujuzi na wanaotoa udhuru kwa upotovu wao kuwa wanaofuata waliokuwa wakiyafuata baba zao. Na sura ikamsifu anayeuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye akawa ni mtenda mema. Na ikamnasihi mtume asihuzunike kwa kukataa kwa mwenye kukufuru, kwani marejeo ya huyo ni kwa Mwenyezi Mungu. Na ikafafanua kwa wingi mambo yanayoonyesha uweza na utukufu na rehma. Na sura imeamrisha kumcha Mwenyezi Mungu na kuogopa hisabu na malipo. Na imehadharisha ghururi, kudanganyika na kumtii shetani. Na ikahitimisha kwa kutaja kuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi kamili wa kila kitu. Na muhimu ya iliyokusanya sura hii ni mambo matatu. Kwanza, kuwabashiria watu wema kuwa watapata neema na furaha na kuwaonya makafiri kuwa watapata adhabu. Pili, kueleza ishara za ulimwengu na mambo yaliyo wazi yenye kuonyesha uweza wa Mwenyezi Mungu na upweke wake na upeo wa utukufu wake na rehema yake. Tatu, wasia mkuu uliokusudiwa usalama wa itikadi na kulinda utiifu na tabia njema. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hizi ni aya za kitabu chenye hikma. Hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Kuwa ni uongofu na rehma kwa wafanya wema. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wanaoshika sala na wanaotoa zaka nao wanayakini na akhira. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hao ndio walio na uongofu utokao kwa Mola wao mlezi na hao ndio wenye kufanikiwa. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adhabun muhin. Na miongoni mwa watu wapo wanaonunua maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu na njia Mwenyezi Mungu pasipo kujua, na wanaichukulia ni maskara. Hao watapata adhabu ya kuwafedhehesha. Wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adhabin alim. Na anaposomewa aya zetu huzipa mgongo kwa kujivuna kama kwamba hakuzisikia, kama kwamba masikioni mwake mna uziwi. Basi mbashirie kuwa atapata adhabu chungu. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im.
hakika walioamini na wakatenda mema watakuwa nazo bustani za neema. Khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa huwa al-azizul hakim. Watadumu humo, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kweli, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Khalaqas samawati bighayri 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Ameziumba mbingu bila ya nguzo mnazoziona, na ameweka katika ardhi milima ili ardhi isikuyumbisheni, na ametawanya humo kila namna ya wanyama, na tumeteremsha maji kutoka mbinguni, na tukaotesha katika ardhi mimea mizuri ya kila namna. Hadha khalqullahi faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Huu ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu, basi nionyesheni wameumba nini hao wasiokuwa yeye, lakini madhalim wamo katika upotovu ulio dhahir. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Na tulimpa Luqman hikma, tukamwambia mshukuru Mwenyezi Mungu, na mwenye kushukuru basi hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake, na aliyekufuru basi Mwenyezi Mungu ni mkwasi msifiwa. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Luqman alipomwambia mwanawe kwa kumpa mawaidha, ewe mwanangu, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, kwani hakika ushirikina bila shaka ni dhulma iliyokubwa. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Na tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu, na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Nishukuru mimi na wazazi wako, ni kwangu mimi ndiyo marudio. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Na pindi wakikushikilia kunishirikisha na ambayo huna ilmu nayo, basi usiwatii, lakini kaa nao kwa wema duniani, nawe ishike njia ya anayeelekea kwangu, kisha marejeo yenu ni kwangu mimi, na mimi nitakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna
inna Allaha latifun khabir. Ewe mwanangu, kikiwapo kitu cha uzito wa chembe ya khardali kikawa ndani ya jabali au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Mwenyezi Mungu atakileta. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyofichika, mwenye habari za yote. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ewe mwanangu, shika sala na amrisha mema na kataza maovu na subiri kwa yanayokupata. Hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala usiwabeue watu, wala usitembee katika nchi kwa maringo. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna na kujifakhirisha. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Na ushike mwendo wa katikati na teremsha sauti yako. Hakika katika sauti mbaya zote bila shaka iliyozidi ni sauti ya punda. Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Kwani hamoni ya kwamba Mwenyezi Mungu amevifanya vikutumikieni viliomo mbinguni na kwenye ardhi, na akakujalizieni neema zake za dhahir na za siri, na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu pasipo elimu wala uongofu wala kitabu chenye nuru. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana awalaw kana ash-shaytanu yad'uuhum ila adhabis sa'ir. Na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu husema, bali tunafuata tuliowakuta nayo baba zetu. Je, ijapokuwa shetani anawaita kwenye adhabu ya moto wakao? Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Na mwenye kuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye akawa anafanya wema, basi huyo hakika amekwisha kamata fundo lililo madhubuti, na mwisho wa mambo yote ni kwa Mwenyezi Mungu. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bidhati sudur. Na anayekufuru isikuhuzunishe kufuru yake, kwetu ndiyo marudio yao, na hapo tutawaambia walioyatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adhabin ghalidh. Tunawastarehesha kwa uchache kisha tutawasukuma kwenye adhabu ngumu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Wewe sema alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu,
lakini wengi wao hawajui. Lillahi ma fis samawati wal ard, inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mkwasi mwenye kusifiwa. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allaha azizun hakim. Alau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu na bahari na ikaongezewa juu yake bahari nyingine 7, maneno ya Mwenyezi Mungu yasingelikwisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah, inna Allaha sami'un basir. Hakukuwa kuumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu ila ni kama nafsi moja tu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Alam tara anna Allaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu huuingiza usiku katika mchana na huuingiza mchana katika usiku na amedhalilisha jua na mwezi? Vyote hivyo vinakwenda mpaka wakati uliowekwa, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Hivi ni kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli na hakika wanachokiomba ni cha uongo, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye mtukufu na ndiye mkubwa. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur. Kwani huoni kwamba merikebu hupita baharini zikichukua neema za Mwenyezi Mungu ili kukuonyesheni baadhi ya ishara zake? Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri, mwenye kushukuru. Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Na wimbi linapowafunika kama wingu, wao humwomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia dini, lakini anapowaokoa wakafika nchi kavu, wapo baadhi yao huenda mwendo wa sawa, wala hazikanushi ishara zetu ila aliyekhaini kafiri mkubwa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi na iogopeni siku ambayo mzazi hatamfaa mwana wala mwana hatamfaa mzazi kwa lolote. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, basi asikudanganyeni maisha ya dunia,
wala asikudanganyeni na Mwenyezi Mungu mdanganyifu. Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Inna Allaha alimun khabir. Hakika kuijua saa huko kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye anaiteremsha mvua na anavijua vilivyo ndani ya matumbo ya uzazi, na haijui nafsi yoyote itachuma nini kesho, wala nafsi yoyote haijui itafia nchi gani. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua, mwenye habari.